swala la bubu ambaye amekamatwa. Unajaribu kuona kwamba hawa waliomkamata bubu hamwezi kuongea naye. Yaani je, tulikuwa na uweledi wa kutosha wa kuchambua watu hawa au tulibeba tu katika mkumbo? Yaani watoto wengine wanaonekana hivi ni mtoto miaka 13. Unamkamata, unamweka katika kundi la watu wazima. Hata pale walipokamatwa kwa mara ya kwanza, je, wakati wanashikiliwa hamkuweza kuona kwamba huyu ni mtoto? Kwa hiyo kuna hali kama hizo. Sasa ndio hiyo ambayo tunasema na sisi kwamba bubu hawezi kusoma, hawezi kuandika, anahitaji mtaalamu wa lugha za alama na kila kitu. Kwa hiyo kuna mengi ambayo yanatufikirisha. Na ndio hicho ninachosema kwamba mwishoni tukishamaliza hili zoezi tunaweza tukazungumza sasa. Zoezi hili liliendaje, mapungufu yake yalikuwa yapi, tumeona. Hatusemi kwa maana ya kuonesha kidole kwa mtu, lakini tunataka tuzungumze kwa sababu je, likitokea kama hili nini kifanyike? Mmoja aliyetoka jana alikuwa na ujauzito na tumshukuru Mungu kwa sababu ndo alikuwa amefikia kipindi cha kujifungua. Kwa taarifa zilizoko na ambazo ziliwasilishwa mahakamani, ujauzito wake ni wa wiki ya 38 ambacho ni tarehe hivi tunavyoongea sijabu labda tayari ameshajifungua. Kwa sababu makosa ya leo ni mafunzo ya kesho. Ndicho ambacho tunataka kufanya. 10. Lakini kuna chaji mpya ililetwa jana ya watu wengine 6 ambao wamekuja kuunganishwa na hawa wengine. Kwa hiyo sasa hizi hati zote za mashtaka zinafanywa mabadiliko. Sasa tutatoka na hati nyingine. Hapo tunaweza tukasema sasa wamebakia wangapi? Maana kuna wengine bado wanaletwa na wanaunganishwa. Kwanza hati ya mashtaka inafutwa. Kwa maana yale mashtaka ya uhaini yalifutwa kabisa. Lakini baada hapo kuna utaratibu wa kisheria ambao mtu ambaye anatuhumiwa na kosa la jinai na upelelezi wake bado haujakamilika au upelelezi umekamilika, lakini upande wa mashtaka wanaona kwamba kuthibitisha kesi ile mahakamani inakuwa ngumu. Kwa hiyo wanaweza wakaleta maombi huyu mtu awekwe chini ya uangalizi kwa kipindi fulani. Kwa hiyo maombi yalikuwa yameletwa kwamba hawa watu wawe chini ya uangalizi kwa kipindi cha miezi 12. Na sharti moja hapo ni kwamba wanaripoti tu kila mwezi mara moja polisi na wasifujihusishe na makosa yoyote ya jinai. Sasa katika hali ya kawaida mtu yote hatakiwi kujihusisha na makosa ya jinai katika hali ya kawaida. Kwa hiyo tunaliona tu ni kwamba ni sharti ambalo limeenda kwa binadamu yote. Utakiwi kujihusisha na makosa ya jinai. Kisheria hilo ndivyo ilivyo.